tuliangalia kwamba utukufu wa Mungu bali kulingana na nafasi aliyopo, kulingana na uweza wake na mamlaka zake alizonazo. Kwa tukaangalia mwanamke kufunika kichwa inaonyesha ni kwamba ni kwa ajili ya utukufu wa mume wake. Kama asipo kwa ajili ya mume wake anakuwa anaibisha kichwa chake. Kwa hiyo tunaangalia hata kama anafanya picha ya nje ile ya mfano kufunika kitambaa kichwani, lakini huku akiwa amheshimu mume wake, ni sawasawa tu kama vile anakuwa atajifunika kichwa chake kwa nywele zake au kwa kitambaa, anakuwa sawa labda tu amenyoa nini? Amenyoa kipara. Kwa hiyo kichwa cha familia ni baba. Kwa hiyo akiwa mbele za Mungu, mwanamke yoyote atakayeenda mbele za Mungu akiwa amheshimu mume wake au nyumba yake, mume wake maana yake na maombi yake yatapata kipingamizi, kwa hiyo hayatakubalika mbele za Mungu. Kwa hiyo wanawake, kufunika vichwa vyenu maana ya kiroho ni kuheshimu waume zenu kama mnavyomheshimu Kristo ndani ya kanisa. Kwa hiyo kile kichwa kilifananishwa na nani? Na Kristo. Na sisi wanaume, na sisi pia ni kinyume kidogo. Maana sisi tukifunika vichwa vyetu maana yake ni tunaaibisha mbele za Mungu, ila tukimwabudu Mungu tumefunua vichwa vyetu, tuko mbele za tunamheshimu nani? Maana sisi kichwa chetu kimefananishwa na nini? Na kichwa cha Kristo. Kwa hiyo ukifunika kichwa chako ni kama vile umechukua utukufu wa nani? Wa Kristo. Ila usipofunika kichwa chako inaonyesha utukufu umemwachia nani? Kristo. Kwa hiyo kama wewe ni kichwa, ila ukiingia kanisani Yesu ndo anakuwa kichwa. Kwa hiyo unakuwa nini? Mdogo. Maana yake kiroho ni kwamba na wewe pia inabidi umheshimu nani? Umheshimu Kristo. Lakini sio kwamba usimheshimu mke wako, hapana. Unaanzia unamheshimu mke wako, unamfuata nani? Kristo. Kwa hiyo usipomheshimu Kristo, wewe mwanaume, inaonekana unaenda kumwabudu Mungu kanisani au msikitini, lakini huku umefunika kichwa chako, maana yake au mheshimu au tii mamlaka ambayo iko juu yako. Kwa hiyo Biblia inasema hivi, mwanamke anatakaswa kupitia mwanaume na mwanaume anatakaswa kupitia nini? Mwanamke. Kwa hiyo na pia na mke wako inabidi umheshimu. Ukienda kanisani au msikitini kumwabudu Mungu hujamheshimu mke wako, maana yake hujamtii Kristo. Kristo ni neno lake. Kwa hiyo usipolitii neno lake, inaonekana wewe unamwabudu Mungu umefunika nini? Kichwa chako. Kwa hiyo utukufu wa Yesu, yaani unaonekana wewe uko juu ya neno la Mungu. Kwa hiyo uko juu ya mamlaka ya nani? Ya Mungu na utukufu wake na uwezo wake. Wakati inabidi uwe chini yake ndio inaonekane haujafika nini? Kichwa chako. Wewe mwanaume. Kwa hiyo sote inabidi tufanye nini? Tutii neno la Mungu na tuishi mapenzi ya Mungu kuanzia kwenye familia zetu mpaka kwenye nyumba za ibada.